أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا من علم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك لنا فيه بإذن الله تبارك وتعالى. Ikiwa tunaendelea na durus za kitabu chetu Hilyatu Lubbil Masuni ala Jawharil Maknun, kitabu cha Sheikh Ahmad Damanhuri rahimahullahu ta'ala, na tukianza kwa siku ya leo tena beti wa 11 na 12 na 13. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tukunjulie ufahamu na nuru ya ilmu na baraka ya ilmu katika somo hili insha Allahu ta'ala kwa taufiki yake. Anasema Sheikh baada ya kutangulia na kuendelea na mukaddima wake, na baada ya kuwa tulifika katika sehemu ambayo aliposema thumma ala sahibihi as-siddiqi habibihi wa Umar al-Faruqi thumma abi Amr wa imam al-abidin wa satwatillah imam az-zahidin. Akafika anaendelea sasa hapo akasema thumma ala baqiyati as-sahaba dhawi at-tuqa wal-fadli wal-inaba wal-majdi wal-fursati wal-bara'a wal-hazmi wan-najdati wash-shaja'a ma 'akafa al-qalbu 'ala al-Qur'ani murtaqiya lihadrati al-irfan. Hayo ndio itakuwa maneno yetu ya leo insha Allah na darasa yetu ya siku ya leo. Anasema thumma ala baqiyati sahaba, kisha zile rehma na amani ziende kwa baki ya masahaba wengine wote. Kama tunavyofahamu masahaba wote walifanya kazi katika kutufikishia Uislamu, walijitoa nguvu zao, mali zao, nafsi zao na kila kitu chao. Dhawi tuqa, wenye uchamungu, walikuwa ni wenye uchamungu, walfadli, na walikuwa ni bora. Masahaba walikuwa ni watu bora sana. Isitokee watu wakakwambia kwamba masahaba walikuwa wahuni tu. Hapana, masahaba walikuwa ni watu bora, na ubora huo umeupata kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wakachaguliwa na wakapewa kutokana na juhudi walizozifanya katika dini. Wal inaba, na wenye kurejea kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haraka pindipo wanapokuwa wanakosea. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, kama vile Allah alivyotueleza mwenyewe, rejeni kwa Mola wenu. Naam, kwani sisi binadamu hatujakamilika moja kwa moja, tuna madhaifu na mapungufu. Kwa hiyo hakuna mkamilifu isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wal majdi wal fursa, na wenye utukufu na waliopewa fursa wakazitumia vizuri. Wal baraa, na waliokuwa na uhodari wa hali ya juu. Wal hazmi, na wenye maamuzi ya kukata moja kwa moja, hawarudi nyuma. Wan najdati, na wenye kutoa msaada katika jambo linapohitajia msaada. Washajaa, na ni mashujaa wenye kusonga mbele, hawaogopi katika kusimamia haki. Walhazmi, na maamuzi. Wanajda, na wepesi katika kutoa msaada. Washajaa, na mashujaa wenye kusonga mbele katika haki.
katika kutetea haki, katika kupigania Uislamu. ma akafa alqalbu ala alqur'ani, kutokana na yale nyoyo nyoyo iliyoyasimamia na kuyafanyia kazi ala alqur'ani, na hapo kuna hadhfu mudhaf juu ya maana kwamba ma'akafa alqalbu ala maani alqur'ani, ala maani alqur'ani, na yale nyoyo iliyoyajua, iliyoyasimamia, iliyoyafanyia kazi juu ya maana za Qur'an. Murtaqiya, nyoyo zao hizo zikanyanyuka, kunyanyuka juu. Lihadharati al-irfani, katika hadhara ya wale watambuzi. Sheikh anasema katika kuweka sharhi ya ufafanuzi wa maneno haya, akasema aqulu, inasema tumeona hapo katika utangulizi akisema thumma ala baqiyati sahaba dhawi tuqa. Atafsiri neno moja moja. Atuqa ni nini? Ni ucha Mungu. Atuqa, kumcha Allah. Akatafsiri atuqa min qawlihim, neno ili tuqa kutokana na kauli zao, waqahu fattaqa, waqahu fattaqa, alihifadhiwa akawa amesalimika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fawaqahu Allahu sharra dhalika al-yawmi wa laqahum nadratan wa surura. Kusoma katika surati Insan utakuta Allah ametumia maneno hayo, fawaqahu Allahu sharra dhalika al-yawm, fawaqahu Allahu sharra dhalika al-yawm. Kwa waqahu fattaqa, alihifadhiwa akakingwa akaokoka akamwogopa Allah. Wal wiqayatu, na tunaposema wiqaya bimaana alhifdhi, ni hifdhi, hifadha. Wal muttaqi, na yule mchaji Mungu ni nani? Wal muttaqi man, ni ambaye yaqi nafsahu, anaikinga na kuiepusha na kuiokoa nafsi yake. Ai yahfadhuha, kwa maana ana ihifadhi nafsi yake. Anahifadhi na nini? Amma yadhurruha fil akhirah, na yote ambayo inaweza kuwa ndio sababu ya kuidhuru hiyo nafsi akhera. Na ndiyo sawa. Mcha Mungu ni yule ambaye anaikinga nafsi yake na kuihifadhi nafsi yake na jumla ya yote ambayo inaweza kuwa ndiyo sababu ya yeye kuipatia madhara nafsi yake. Walitaqwa, na ucha Mungu una maratibu, daraja. Ucha Mungu una daraja, yani ucha Mungu hauko daraja moja. Ucha Mungu na daraja mbalimbali. Kwa ucha Mungu una daraja zake. Walitaqwa maratibu, daraja, una daraja. Ucha Mungu una daraja zake. Hapa Sheikh akatutajia ucha Mungu na daraja tatu. Al-ula, katika hatua ya mwanzo ya daraja ya ucha Mungu, at-tawaqqi anil adhabi al-abadi, ni kuhifadhi mtu, kujikinga kutokana na adhabu ya milele. Ujikinge na adhabu ya milele. At-tawaqqi anil adhabi al-abadi, ni kuhifadhi mtu, kujiepusha, ni kuepuka kutokana na adhabu ya milele. Wahia, na jambo hilo, hasilatun, linele kupatikana, kwamba mtu hawezi kuepushwa na adhabu ya milele
biadami shirki billahi ta'ala, kwa kuto kumshirikisha Mwenyezi Mungu mtukufu. Naam, at-tauhid. Ukiingia katika Uislamu ukatoa shahada, basi wewe umeipushwa na kukaa motoni milele. Hata kama utaingia motoni, fanaudhu billahi min dhalik, lakini hautodumu, utatoka, hautokaa milele. Wataoishi milele ni wale wasiokuwa na tauhid katika nyoyo zao, kama vile Qur'ani ilivyosema mwanzo wa surati Hijri, na wanazuoni wakaweka hadithi mbalimbali katika kufasiri aya hizo. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Wathania, ya pili, atanazzuhu, daraja ya pili, atanazzuhu an kulli ma'thami fi'lan au tarkan, ni kujiepusha kwa kila lenye kutia dhambi katika kulifanya dhambi lile, au kuacha kitendo fulani, ukikiacha unapata dhambi. Mathalani mtu kuacha kuswali, kuacha kufunga, kuacha kufanya kitendo ambacho umelazimishwa wewe, ukiacha unapata dhambi, au kufanya kile ulichokatazwa, au kuacha kile ulichoamrishwa. Wathalitha, na tatu, daraja ya tatu, atanazzuhu amma yashghalu sirra min al-aqwani anil haqqi jalla jalaluhu, wa hadha al-qismu matlubu lilmawla min abidihi biqawlihi ittaqullaha haqqa tuqatihi, taqullaha haqqa tuqatihi, mpaka mwisho wa aya. Daraja ya tatu, atanazzuhu, ni kujiepusha, amma, na jumla ya vyote ambavyo, yashghalu sirra min al-akwani, vinavyoshughulisha kwa siri kutokana na ulimwengu. Sirra min al-akwani, siri tokanazo na ulimwengu, kwa maana mambo ambayo yanaendelea katika ulimwengu. Anil haqqi Allah subhanahu wa ta'ala, ukaachana na mambo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa jalla jalalu. Yani ukafanya mambo ambayo yakakutoa kabisa katika kwa Mwenyezi Mungu. Kwa ukajiepusha na mambo ambayo ukiyafanya yanakutoa katika haki za Mwenyezi Mungu, kutekeleza haki zake, amri zake. Wa hadha alqismu, na kigawanyiko hiki, kigawanyo hichi, matlubu lilmaula, ndio kinachotakiwa na Mwenyezi Mungu, min abidihi, kutoka kwa mja wake, biqaulihi, kwa kauli yake aliposema ittaqullaha haqqa tuqatih, mcheni Mwenyezi Mungu kweli wa kumcha, ni kujiepusha na mambo kama hayo. Liannahu ta'ala, kwani yeye Mwenyezi Mungu mtukufu, la yuqbilu ala alqalbi almushtaraka, hakupokelewi kwake yeye Mwenyezi Mungu kutokana na moyo ambao ndani yake fihi shay'un, kuna kitu, yani yuko Mungu na kitu kingine. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik biibadati rabbih ahada. Ndo muradi wa maneno hayo, liannahu ta'ala la yuqbilu ala alqalbi almushtaraka, Mwenyezi Mungu hauelekei katika kuupokea moyo ambao ndani ya moyo ule kuna kitu ambacho kuna kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Moyo unatakiwa ni moyo salama uliomjaa Allah tu. Akasema katika ubeti wetu hapo tumeona thumma ala baqiyati sahaba dhawi tuqa, tumelieleza hilo. Akasema wal fadli, fadli ni nini? Anasema wal fadlu az-ziyadatu fil khair, ziada katika khairi, ndio tafsiri ya neno hilo. Kama kwenye Qur'ani imekuja sana, wa kana fadlullahi alayka azima, akiambiwa wa'allamaka ma lam takun ta'lam, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa kana fadlullahi alayka azima, Muhammad, umefundishwa uliokuwa huyajui, na fadla za Mwenyezi Mungu juu yako zimekuwa ni kubwa. Lakini hata katika surati Ahzab
mtume alipoambia wabashirie umma wake, wabashiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira. Kwa bwana mtume ni fadlan adhima, kwa umma wake ni fadlan kabira. Kwa hiyo ukisikia neno alfadlu ni ziyadatun fil khair, kama vile ziada katika khairi aliyopewa bwana Muhammad na umma wake. Wal inaba, neno inaba tumeliona aliposema thumma ala baqiyati sahaba dhawi tuqa wal fadli wal inaba. Nini al-inab? Asema al-inaba arrujuu ilayhi subhanahu jalla jalalu. Al-inaba maana yake ni kurejea kwake Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyoona katika surati Ghafir Allah akisema wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, turejee kwa Mola wake, kwa Mola wetu na tunyenyekee kwake. Wal majdi, majdi ni nini? Al-karam, ni utukufu, kukirimiwa na Allah, kama vile anasema Mwenyezi Mungu walaqad karramna bani adama, mpaka mwisho wa aya. Tumewakirimu wana Adam. Kwa ni utukufu, kama alivyosema iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Wal fursa, fursa ni nini? Fursa ni fursa kwa Kiswahili ni kupewa fursa na kuitumia. Fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Wal fursa anasema min qawlihim, kutokana kauli yao, tuana neno hilo farastu rajula wa afrastuhu, bimaana idha a'taytuhu, fahiya bimaana al-'atiyya, maana yake ni kupewa fursa. Ni mtu kupewa fursa. Wal baraa, na baraa ni nini? Man baraa ar-rajulu au barua bifathi wa dhammi, yote nakubali. Baraatan au buraa, bimaana idha faqa ashabahu fil ilmi wa ghairihi. Albaraa maana yake ni mtu kuwa mbobezi, tafsiri nyepesi kabisa na nzuri. Albaraa ni mbobezi, walbaraa ni watu waliobobea katika kitu na akawazidi wenzake. Idha faqa ashabahu fil ilmi wa ghairihi, katika elimu na mengineyo, kama aliposema hapo wal majdi wal fursati wal baraa. Haya, akasema tena shekhe wal hazmu. Hazmu ni nini? Asema dhabtul amri, ni kufungamana, kulifunga jambo bil itqani, kwa umakini, wa husni tadbiri, na kufanya mipango ya kulifikiria kwa uzuri jambo lile. Yani maamuzi kwa ufupi ni maamuzi ya busara au ni maamuzi ya umakini katika jambo. Utasema hivyo inna fi dhalika la min azmi al-umur. Al-hazmu ni tofauti na hiyo. Al-hazmu ni busara, uamuzi wa kulifunga jambo kimakini, kulitenda kwa umakini, kulifikiri kwa umadhubuti. Ndio asema husni tadbir, ni mipango mizuri. Wanajda, aweza kusema al-hazmu ni busara pia. Wanajda ni uokoaji, utoaji msaada wa haraka. Al-i'anatu bisur'ah, Sheikh amefasiri hapo sana. Al-i'anatu bisur'ah ni kufanya msaada kwa spidi, yani mwepesi mtu kusaidia matatizo ya watu. Na hilo neno hilo anasema watutlaqu ala shajaa aidha, linaitwa pia mara nyingine ushujaa pia, yani kusonga mbele. Hilo neno an-najda inaweza kuwa ni mtu shujaa katika kutangulia. Kwa anasema fa'atfu ma ba'daha
kuingia kwa neno lilokuja baadaye ala hadha juu ya hili atfu muradif. Kwa hiyo inakuwa ni atfu ya maneno yaliyofungamana lakini yenye maana moja. Kama alivyosema hapo alimesema nini kwamba wanajdati alafu likaatfiwa na kuungwa na nini washajaa. Kwa an-najda washajaa ni katika maana moja. Wanajdatu al-i'anatu bisur'a wa tutlaqu ala shajaati aidha, unaotumika katika ile neno maana ya ushujaa, ile neno najd kama tulivyosema. Kwa hiyo fa'atfu kalimati shajaa baada dhalika alaiha min babi atfi muradifu, kuliungia neno shajaa baada ya neno najda ni katika mlango wa atfu muradif. Wa idha qulna inna an-najda hiya musaada, tukisema tena najda ndio msaada wenyewe. Wa inna ash-shaja'ata hiya al-iqdam, tukasema shujaa ni maana ya kusonga mbele. Fayakunu atfu mughayyir, hii inakuwa ni atfu mughayyir, kwa inakuwa maana yake hivyo. Anasema wa mughayyir ala al-awwal, na inaweza kuwa ni ile atfu mughayyir pia kama nimevyoeleza hapo ya kwanza. Hapo tukisema katika kubadilisha katika maana ya tafsiri. Washajaa ni nini? Shiddatul qalbi inda al-ba's, yani ni kusonga mbele, yani ule umadhubuti, uimara wa moyo wakati wa vita. Wal-ukufu, tumetafsiri neno ukufu bimaana al-iqama, kusimama imara. Wa antum laha akifun, na nyinyi masanamu wao mnasimamia, mnaabudia, mnashughulikia, tumetafsiri huko nyuma. Kwa hiyo wal-Qur'anu, na Qur'ani yutlaq ala sifati al-qadima, Qur'ani hutamkwa juu ya sifa ya kale, yani maneno ya Allah. Walaysa murada huna, na sio shabaha hapa kusudiwa. Wa ala an-nazmi al-mujizi, unakumbuka maneno haya tumeyasoma nyuma huko, na juu ya mfumo usiweza kuigika. Na Qur'ani pia jina lake lingine hiyo nazmi. Wa ala an-nazmi al-mujiz, an-nazmu al-mujiz maana yake ni kitabu tulichonacho, na tuliwahi kutolea ufafanuzi katika somo za nyuma. Ukirudi utapata maana maneno haya. Ni kitabu tulichonacho katika mikono yetu ambacho hakuna anayeweza kukileta mfano wake. Adali, yenye kujulisha ala mutaalliqi sifati al-qadima, yenye kufungamana na sifa ya kale, yani maneno ya kale. La alaiha nafsaha, si yenyewe kama yenyewe, ala tahqiqi, juu ya hakika kama tulivyobainisha huko nyuma. Kama ana hapa atavyoeleza. Khilafa li dhahiri ibarati, kinyume na ibara za wazi. Jumhuri almutakallimina, ya kundi kubwa la mutakallimin. Mutakallimina inaweza kuwa ni watu wa ilmu al-mantiq, wana wataalamu wa maneno, kuchezea maneno. Wa huwa al-muradu huna, muradi hapa kinachokusudiwa sio yale maneno yenyewe. Kinachokusudiwa hapa wa huwa al-muradu huna wa baina ala wal Qur'ani mudafu, anasema baina ya Qur'ani, baina ala, yani baina ala wal Qur'ani, na Qur'ani mudhaf, kuna egemezwa, chenye kuegemezwa, chenye kuungiwa, ambacho kimehadhifiwa. Nimeeleza hapo wa huwa maani, na ni zile maana. Mfano nirudi ili uelewe anachokisema hapa. Amesema ma'akafa alqalbu ala Qur'an. Baina ya neno ala, rudi katika ubeti namba 13, baina ya neno ala na Qur'an, hapo katikati kilichokuwa kinakusudiwa ni zile maana. Ala maani alqur'ani, kwa maani ndio ni mudhafu ambayo ni mahdhuf, imeondoshwa. Lakini hapo ukitaka kuirudisha utasema ma'akafa alqalbu ala maani alquran, lakini kaondoshwa maani alquran
kasoma tu ma'akafa alqalbu ala alqur'ani, ndio shekhe alichokuwa anakizungumzia. Kwa nyoyo ikazifanyia kazi zile maana za Qur'ani, maana za Qur'ani, kwa sababu kinachokusudiwa ni kuijua Qur'ani, maana zake zilizoko ndani ya yale maneno. Kwa maana al-iqama, na maana ya iqama tumeona hapo. Iqama ni nini? Tumetafsiri wukuf bimaana al-iqama, sababu wa maana al-iqama ala al-maani al-iqamatu ala ta'ammuli fiha, maana yake iqama juu ya zile maana, kinachokusudiwa ma'akafa al-qalbu ala al-Qur'ani, katika kuzifikiria, kuzifanyia kazi zile maana za Qur'ani. Ametafsiri neno ukuf bimaana al-iqama, tumeona hapo. Wal ukuf bimaana al-iqama, ndio anatafsiri. Wa maana al-iqama, anatafsiri tena neno maana al-iqama hapo, ala maani al-iqama. Wa maana al-iqama, na maana iqama, ala maani al-iqamatu ala ta'ammuli fiha, ni juu ya zile maana zilizopo katika Qur'ani, juu ya kuzifanyia kazi na kuzizingatia ndani yake. Fa inna dhalika, kwani kufanya hivyo katika kuangalia maneno ya Qur'ani yalivyokuja na kuyafanyia kazi, huwa al-urwatul uthqa, ndiyo yani urwa ni tafsiri hapo, tuelewane kwanza, nitoe maelezo. Ni kamba ambayo inakuwa na shikio, unaingiza mikono yako unavuta, ama mfano kisikizo na tundu lake, kisikizo katika shati lako, namna unavyobana kisikizo katika shati. Lakini sasa wengine watafsiri kwa ujumla tu, fa inna dhalika huwa al-urwatul uthqa, kwani kujua zile maani zilizoko ndani ya Qur'ani ndiyo kamba madhubuti, yani iliyoshikwa imara, fil husuli ila halat, katika kufikisha katika mazingira ya hali ambayo yaqifu, itahitajia duna, kusogea karibu, awaliha, katika kuipa Qur'ani ile ta'wil na tafsiri, salimul uquli, zile akili zilizo salama. Wa huwa ma ashara ilaiha, nayo ndio lile liloashiriwa kwalo, wa murtaqiya, hapo murtaqiya kwa maana zile nafsi zitanyanyuka, zitakwenda, zitapanda daraja, lihadharatil irfani, katika hadhara ya watambuzi. Kwa sababu ya nini? Zile maani ukishazijua utafika katika daraja ya kuijua Qur'ani hapa inataka nini. Si muradi tafsiri, unaweza kutafsiri lakini usielewe maana, kama wengi tulivyo. Tunakuwa tunatafsiri tu sana, lakini hatufiki, hatusogelei katika kuzipa tafsiri, na huwezi kutoa maana zilizo salama bila kuwa na akili salama. Akili salama ni watu ambao tayari wamesoma ala, wanaweza wakatambua mambo katika kuyagundua hapa Qur'ani inakusudia jambo moja mbili tatu, kuzijua zile maana zilizoko ndani ya Qur'ani. Kwa ndio jambo la msingi hilo. Sheikh hapa akasema walaysa maqsuduhu bi ma'akafa, haikuwa makusudio ya kutumia neno ma'akafa taqyid, kwamba ni neno ambalo limeifungia hapo tu, bal maqsudu huna ta'bid, maana yake hapo ni milele, kuendelea kufanyia kazi, kwa sababu Qur'ani kila siku ina maana. Yani kila mwanazuoni akija anakuja na maana, anazigundua maana, hazishi. Kwa ni milele, watu wataendelea kufanyia kazi na kusimamia katika kufanyia taammul, kama alivyosema Sheikh mwenyewe, wa maana al-iqama ala al-maani, al-iqamatu ala ta'ammuli fiha, juu ya maana, na maana ya iqama juu ya zile maana ni iqama juu ya kuifanyia kazi, kusimama imara katika kufanyia kazi, kuzingatia, ala ta'ammuli fiha, kufanya mazingatio ndani ya zile maana ya Qur'an. Qur'ani inatakiwa isomwe kwa mazingatio. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, ama katika mioyo zao kuna makufuli. Wa huwa ma ashara ilaiha biqaul fa inna dhalika huwa al-urwatul uthqa, hiyo ndio kamba madhubuti.
Kwa insha Allah Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi. Hili lilikuwa ni somo letu, na mahala ambapo mtu hakufahamu ni vizuri arejee aulize, ili tuende vizuri. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Tukija kuanza darasa yetu, tutaanza darasa ya 14, 15, 16 na 17 katika beti zetu hizi biidhnillahi tabaraka wa taala. Wal kamalu lillah, ukamilifu ni wa Allah.